Asante sana kwa wewe ambao unanisikiliza popote pale ulipo katika simulizi yetu. Simulizi inaitwa Siri ya Nyumba ya Mafanikio sehemu ya 4 ni leo. Tuliishia sehemu ya 3 pale ambapo Mr. John mali zake ambazo alizipata kwa njia ya nguvu za giza kwa kuingia maagano ya nguvu za giza zilianza kusambaratika baada ya mke wake kwenda kwenye maombi. Rehema alipoenda kwenye maombi kwa mchungaji ambaye alikutana naye, na mchungaji huyu akafanyika kama baraka kweli kwa huyu mwanamke, na akamwambia siri ya mali za mumewe. Bas wakati maombi yameendelea kwa huyu mchungaji anaitwa mchungaji Elia, mali za ndugu huyu Mr. John zilianza kusambaratika. Kila alichokuwa nacho kilianza kupotea. Kila alichokuwa anaona kama ndio sehemu ya mafanikio yake kilianza kupotea kabisa. Leo tunaendelea hapo wakati John mali zimeanza kupotea, biashara zake zimeanza kufa, magari yameanza yanakufa ghafla tu. Siku moja akiwa safarini pia gari kamharibikia njiani, ambao ndio ilikuwa gari ya kifahari kuliko zote. Siku moja akiwa nyumbani, sasa katika sehemu ya 4 hapa tunaendelea. Siku moja akiwa nyumbani usiku, alihisi kama watu wanaongea ndani ya nyumba yake, akawajawa na hofu. Jioni akawa naogopa na kutetemeka, na akahisi kwamba waliompa zile mali wamekuja kuzichukua. Kama unakumbuka nilikuambia jana, hapa ndipo niliishia. Jioni akasikia vishindo ndani ya nyumba yake, na baadaye akawa amepata hofu kubwa. Akawa anasema kinyonge sana kwamba wamekuja kuchukua walionipa, wamekuja kuchukua walichonipa. Akawa anasema maneno hayo wakati Rehema ambaye ni mke wa John naye pia maisha yameendelea. Siku moja alipata ndoto. Rehema aliota ndoto ambayo ndoto hiyo alimuona mumewe John akiwa amefungwa minyororo akivutwa gizani, na akasikia sauti ikisema, alipewa muda, sasa muda umeisha. Alipewa muda, sasa muda umeisha. Rehema alikimbia haraka sana tena kwa mchungaji kama kawaida. Kila alipokutana na kitu cha kutisha, Rehema kimbilio lake ilikuwa ni kukimbilia kanisani. Alikimbia akafika kanisani kwa mchungaji Elia. Baada ya kufika, mchungaji Elia akamwambia Rehema, Rehema, vita bado haijaisha, lakini wewe umechaguliwa kupona. Wakati amezungumza na mchungaji amefanya maombi, Rehema karudi tena nyumbani. Ndani ya nyumba giza likawa limeanza kupungua. Wakati giza limeanza kupungua ndani ya nyumba yao, lakini John alikuwa ameanza kuwa mtu wa hasira na hofu. Ilikuwa ni kumfokea tu mke wake bila sababu. Foka. Haijulikani mke kakosea nini, yeye yote mle ndani wafanya kazi ni kufokea tu. Yani ni kufoka. Rehema akawa amegundua kitu kingine. Ndani ya nyumba yao kulikuwa na daftari, na lile daftari alikuwaga anakatazwa sana kulichukua. Yani ilikuwa kuna kitu chochote kinachohitaji kuandika, akitaka kutumia lile daftari, mume wake alikuwa anamkataza sana. Sasa Rehema, wakati haya yameanza kufunguliwa na haya yamejulikana kwamba mali za ushirikina, amegundua kuhusu kile chumba kilichokuwa kina vitu vina viumbe vya ajabu ndani ya nyumba yao. Anakuja kukumbuka kwamba pia kuna daftari ambalo mume wangu alikuwa ananikataza sana, kila nikitaka kuligusa tu ni ugomvi. Sasa akategea mume wake akiwa hayupo, akaenda kuchukua lile daftari. Katika lile daftari unaambiwa kulikuwa kuna orodha ya majina ya watu wengi sana. Lile daftari pia lilikuwa katika kile chumba. Akalichukua lile daftari, katika kupekua daftari lina majina ya watu tu. Kilichomshtua zaidi, Rehema akalikuta na jina lake ndani ya lile daftari. Baada ya kulikuta lile jina la kwake kabisa yeye Rehema, akasubiri. Akasema, hapa siwezi kumnyamazia. Ili daftari lina nini? Kwa sababu daftari hili alikuwa ananikataza kabisa kuchukua. Alikuwa ananikataza kushika. Leo nalikuta lina majina ya watu, alafu pia lina jina langu. Jina langu limefuata nini kwenye daftari hili? Ilibidi Rehema
asubiri mume wake John arudi. Baada ya mume wake kurudi sasa, kimbembe kilianzia hapo. Rehema akasema leo simvungii, yaani leo simnyamazii. Alimuwakia mume wake, ili daftari na kazi gani? Na kwa nini mimi nimeandikwa jina langu kwenye daftari lako, na daftari lenyewe lina alama za damu? John alinyamaza kimya. Rehema alifoka, ina maana umeniweka na mimi kuwa sadaka kwa ajili ya mali zako? John alinyamaza kimya. Baadaye John akaanza kutokwa na machozi. Machozi yalimtoka sana. Alilia sana John kwa sababu alikuwa tayari ameumbuka. Kama kufilisika, tayari amefilisika, mali zimeanza kupoteana, mke wake amekuja kubaini mpaka daftari lina jina lake, mke kawa mbogo. Kwa hiyo ulitaka kuniua mimi, we mwanaume? Umeandika majina ya watu na jina langu likiwepo, daftari ambalo umeandika watu wa kuwatoa sadaka. John alilia sana, ikambidi tu awe mpole kwa sababu kama ni mali tayari zimeisha, kila kitu kimeharibika. Akalia sana, akaanza kuomba msamaha. John kwa upole alisikika akisema, Mungu nisamehe, Mungu nisamehe. Lakini wakati anasema Mungu nisamehe, ndani yake John akawa anasikia sauti inasema, lakini kila alipojaribu alisikia sauti ikisema, ulichelewa. Kila akisema Mungu nisamehe, anasikia sauti inasema, ulichelewa. Siku hiyo ilikuwa ni siku ngumu sana kwa John. Siku ikaisha, usiku ukafika. Ilipofika usiku, wakati wamelala ndani ya nyumba yao, zilianza kusikika sauti za ajabu ambazo zilijaa sana ndani ya nyumba yao. Na sauti hizo zilikuwa sauti za vilio, yani ni kama watu wako msibani. Yani kila mtu analia kivyake. Sauti za watu wanalia, wamelala chumbani, zinasikika sebleni, zinasikika ni kama zimeizunguka nyumba. Sauti za watu wanalia, watu wanalia vibaya mno. Na ni sauti za watu wengi, sio mtu mmoja. Kulipokucha, Rehema akasema, mpaka hapa sitaki kuendelea kujikaza. Ni kweli nimeshajua mali za mume wangu zilikuwa ni mali za kupitia nguvu za giza, lakini mbona maluelue bado yanaendelea? Sasa ungekuwa ni wewe unabaki kwenye hiyo nyumba? Ni wewe sasa. Nyumba imeanza kuwa na mambo ya ajabu. Usiku mmelala hakulaliki, mnasikia watu ni kama wanalia wapo hapo nyumbani kwenu, yani ni kama mahali kuna msiba. Unajua msiba Watu wanalia afu wengi, sauti za msiba zinasikika. Unabaki kwenye hiyo nyumba kweli? Nipigie simu yako hapa kwenye 0744139543. Unafanyaje? Au unasema tu bora yaishe niende zangu mimi? Mateso ya nini? Kulala hakulaliki, mambo yamekuwa magumu. Unabaki kwenye hiyo nyumba au unaondoka? Unabaki kwenye hiyo nyumba au unaondoka? Nyumba imeanza kuwa ni chungu. Nyumba ni yako lakini kama sio yako. Yaani nyumba ni yako ila kama sio yako. Unabaki kwenye hiyo nyumba. Wewe kama ni Rehema, lakini pia hata kama wewe ni John mwanaume, mambo yameshaharibika. Mali zimeanza ndo hivyo zimepotea. Alafu ndo umeanza kusikia watu wanaliaga tu ndani ya nyumba. Mnalala mnajaribu msema labda ngoja tutoke tuangalie kuna watu. Hamna watu. Mkirudi ndani watu ejo. Tunafanyeje? Wacha tuwasikilize watu wawili watatu hapa, alafu tutamsikiliza Anko Lama Anko Emmanuel Mwasibata. Yeye anasema aje katika hili? Angekuwa yeye ndo bwana John sasa. Alishajichanganya kwa bahati mbaya, akapata mali za kupitia nguvu za giza, alafu mambo yameharibika, nyumba imekuwa chungu. Anafanya nini? Nipigie simu yako, niko tayari kwenye line. Hello? Hello? Karibu, unaitwa nani na uko wapi? Rafa Jonas hapa Ujafu. Rafa, karibu. Asante bwana. Hapo bwana cha kufanya hapo. Mimi kama mimi. Aisee lazima hapo nitabaki kwenye imani yangu. Sisi ni kuamini Mungu tu aisee. Ni kwenda kupiga maombi. Una namna. Sawa, utaamua tu kumrudia Mungu. Ndio ni kumrudia Mungu hapo. Una namna. Haya, asante sana pia bana. Wasalimie sana huko Ujafu, Rafa.
Amina, barikiwa. Amina sana. Kwenye line hello? Kwenye line hello? Haya, huyu hayuko tayari, naona ana set simu yake. Kwenye line mtu mwingine hello? Hello. Karibu, unaitwa nani, uko wapi? Naitwa Mary kutoka Shewa. Karibu Mary kutoka Shewa. Mimi hapa. Ndio, karibu. Naondoka. Bana kulala kulaliki. Mimi naondoka kiukweli. Unaondoka kwenye hiyo nyumba? Naondoka. Unaenda wapi sasa, na hapo ndo nyumbani kwako? Nirudi kwetu lakini sio kukaa. Haya bana, sawa. Asante sana pia kutokea hapo. Kwenye line mtu mwingine hello? Hello. Karibu, unaitwa nani na uko wapi? Naitwa Flora kutoka Iganzo. Karibu. Amina, mimi kwa kweli hapo zitaniokoa mbio. Mbio zitakuokoa mamangu. Kwa kweli mbio zitaniokoa, maana mazingira ni magumu kweli. Hapo tu bora ukapambane mbele ya safari. Mbele ya safari Mungu atajua atakaponisaidia kwa mtakako wewe. Haya bana, sawa. Asante sana kutokea hapo. Haya, kazi njema. Asante. Kwenye line hello? Kwenye line hello? Halo. Naam, karibu. Naongea na nani kutokea wapi? Naongea na Janet kutoka Igodima. Karibu kutoka Igodima Isanga. Ingekuwa mimi hapo ningeamua kushika mkono na tupambane kwa kweli. Mbele yao. Mbele yao nakwambia. Haya, sawa. Asante sana kutokea Igodima. Mwingine huyu hapa kwenye line hello? Hello? Karibu, unaitwa nani na uko wapi? Naitwa Juliana. Juliana, karibu. Mimi naondoka. Unaondoka kwenye nyumba yako, unamwachia nani? Namwachia mwenyewe. Hatari. Sawa, asante sana kutokea hapo. Haya, hizo ni simu za watu ambao wameweza kuandika maoni kupiga simu zao, lakini kuna watu wameandika pia hapa kwenye maoni yao. Wewe ambao unafuatilia simulizi hii pia unaweza kufuatilia YouTube ukiandika Fidia Tinga. YouTube utaipata sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, ya tatu na hii ni sehemu ya 4. Simulizi inaitwa Siri ya Nyumba ya Mafanikio. Msimuliaji wako ni mimi Fidia Tinga, tuko pamoja hapa. Lakini wewe ambao unafuatilia, kama hukusikiliza sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu, nenda YouTube andika Fidia Tinga, utaipata sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu na hii ni sehemu ya 4. Huyu anasema kweli kama ni mimi Rehema nisingetoka, anasema ningewasha maombi ya nguvu. Ni Recho Juma kutokea Uyole. Lakini anasema mimi ni baki kufanya nini, amani hamna ndani. Unaona sepa. Anasema mimi Upendo naondoka na muacha mwanaume. Huyu anasema ningekuwa mimi ningeshaondoka. Kwa kweli Morini wa Uyole. Huyu anasema Joni ana hatari. Anasema na mke wake aendelee kumtafuta Mungu kwa nguvu. Asia hapa pande za Ivumwe. Huyu anasema tuendelee. Sawa. Pia anasema huyu anasema mbio ziniokoe ni baki kufanya nini? Ila mimi Rehema ningeondoka mapema sana. Mama Michael kutokea Ilembo Umalila. Kaka mimi Zaina au Mama Haji kutokea Mbeya Kagera na chika. Kiufupi yeye mapema asubuhi ndoa imemshinda. Anasema anaitwa Mama Angela. Anasema mimi ndoa inanishinda naondoka. Jamani, mimi najikataa jamani, majanga ya nini? Kasema tu hivyo. Anasema mimi ningeondoka nisingerudia, au ningemchukua mchungaji akaombee kwenye hiyo nyumba, ningemuomba Mungu. Anasema make kama anampenda siwezi kumwacha jamani. Anasema ushamzoea. Anasema kuitwa Mama Mjengo jamani nauma by Groli. Sasa kama ushazoea kuitwa Mama Mjengo inauma. Ningekuwa mimi namshauri mume wangu nampeleka kwa mchungaji na hapo nyumbani tunahama. Ni mimi Mama Adam. Lakini anasema mimi nisingeondoka, ningeendelea kukaa na mume wangu, ningemwambia twende kanisani, naamini Mungu angefanya. Maana Mungu hashindwi jambo lolote. Anet Joseph, message 3 za mwisho. Kaka mimi Helena kutokea Nzovwe naondoka naacha nyumba. Mimi ningebaki na mume wangu anaitwa Ahmo. Pia anasema nisome kama Koga kutoka Isangawana Mbeya nikiwa na mwanangu Po hapa bana. Anasema kikubwa ni kumrudia Mungu tu. Na meseji ya mwisho
anasema yeye ana sepa zake Beatrice. Haya bana, Leza kutokea Bomba Mbili pia EPL. Haya bana, sawa bana. Wewe mngefanyaje? Ningebaki ningemhamasisha na John twende kwenye maombi. Emmanuel Mwasibata. Naam. Kesi ndo kama hiyo hapo. John aliyakoroga, alitafuta mali lakini zilikuwa ni mali za kishirikina. Mambo yameharibika baada ya mke wake kukimbilia kwenye maombi, na kukimbilia kwenye maombi kwa mke wake kulianza baada ya kukutana na vitu vya ajabu ndani. John ashafilisika. Alafu bado maluelue yanaendelea ndani ya nyumba. Ungepewa nafasi ya kuweza kuishauri hii familia, ungeishauri nini? Karibu. Asante. Cha kwanza, kumbe mwanamke, kwanza nimewapenda. Kuna watu kama wangapi hapo ambao wameongea kwamba siwezi kumwacha mume wangu na naendelea kuwa naye na kimbilia kanisani. Kumbe mweza kitu chote ni nani? Ni Mungu. Yaani hamna ambalo linashindikana kwa Mungu. Ushauri mmoja ni hapo ni kwenda kwa Mungu tu. Na ndio kila kitu. Au ushauri waende madhabahuni tu. Okay. Na kama njia imeonekana toka pale mwanzo kwamba vile vitu vimeanza kuharibika kwa sababu alikuwa anatumia nguvu nyingine. Kumbe hata Mungu anaweza kumpa vitu vingine na kumrejesha kuwa salama. Na akijichanganya kwamba ndio akimbie tu au hivyo hivyo, anaweza kuharibika zaidi. Huyu Rehema sasa ambaye amebaki na maswali, aondoke kwenye ile nyumba au abaki? Asiondoke, endelee kuwa na mume wake. Maka alisema atapendana kwa shida na raha. Na hizo ndio shida zenyewe. Ndio shida zenyewe. Kama kwenye raha walikula wote. Kwa nini akimbie kwenye shida? Akimbie. Barikiwe sana Emmanuel Mwasibata. Amen. Huyo ni Uncle Emmanuel Mwasibata, ameweza kutoa kama ushauri wake. Angepata nafasi ya kuweza kuishauri ndoa hiyo. Najua unatamani kujua, je, Rehema aliondoka hapo ama alisalia hapo? Lakini je, vipi maisha yao kama alisalia, na kama aliondoka alienda wapi? Tukutane katika sehemu ya 5 ya simulizi yetu. Simulizi inaitwa Siri ya Nyumba ya Mafanikio. Msimuliaji wako ni mimi, naitwa Fidia Tinga. Tutakutana kesho hapa tena Ijumaa Kuu saa 10 kamili jioni. Tutakuwa na wakati mzuri sana katika sehemu ya 5 ya simulizi yetu, kufahamu kilichoendelea katika familia hii. Je, maisha yaliendelea vipi? Rehema alichukua maamuzi gani? Lakini John pia alichukua maamuzi gani? Kama wewe umeshasema ungewashauri, umetoa ushauri wako, lakini umesema kama ungekuwa wewe ungefanyaje? Lakini je, wao nini kiliendelea katika maisha yao? Tukutane katika sehemu ya 5 hapa saa 10 kamili jioni siku ya kesho. Lakini unaweza ukafuatilia YouTube, kanitafuta kwa jina la Fidia Tinga. Ifuatilie simulizi hii kutoka ilipoanza mpaka ilipofika, na utaweza kufahamu nini kilianza na hadi hapa tumefika katika simulizi hii. Simulizi inaitwa Siri ya Nyumba ya Mafanikio.